tunaenda kuona taswira ya mbinguni jinsi ilivyo. Physical appearance of heaven. If we read in Revelation chapter 4 verse 1. Tunapenda kusoma kitabu cha Ufunuo sura ya 4 mstari wa kwanza na kuendelea. Baada ya hayo naliona, natazama mlango ukafunguka mbinguni, na sauti ile ya kwanza niliyoisikia kama sauti ya baragumu ikanena nami ikasema, panda hata huku, nami nitakuonesha mambo ambayo hayana budi kuwako baada ya hayo. Na mara nalikuwa katika roho, natazama, kumbuka alikuwa katika roho Yohana mtume. Kiti cha enzi kimewekwa mbinguni, na mmoja ameketi juu ya kile kiti, naye aliyeketi alionekana mithili ya jiwe la yaspi na hakiki, na upinde wa mvua ulikizunguka kile kiti cha enzi, ukionekana mithili ya zumaridi, na viti 24 vikizunguka kile kiti cha enzi, na juu vile viti niliona wazee 24 wameketi, wamevikwa mavazi meupe, na juu ya vichwa vyao walikuwa na taji ya dhahabu, na katika kile kiti cha enzi kunako umeme na sauti ya ngurumo, na taa 7 za moto zikiwaka mbele ya kile kiti cha enzi, ndizo roho 7 za Mungu, na mbele ya kiti cha enzi zilikuwako na mfano wa bahari ya kioo kama bilauri, na katikati ya kile kiti cha enzi na upande zote katika kiti walikuwako wenye uhai 4 wamejaa macho mbele na nyuma, na huyo mwenye uhai wa kwanza alikuwa mfano wa simba, na mwenye uhai wa pili alikuwa mfano wa ndama, na mwenye uhai wa tatu alikuwa mfano wa uso kama uso wa mwanadamu, na mwenye uhai wa 4 alikuwa mfano wa tai arukaye. Na hawa wenye uhai kila mmoja alikuwa na mabawa na kila mmoja alikuwa na mabawa 6 na pande zote, na ndani amejaa macho, wala hawapumziki mchana na usiku, wakisema, mtakatifu mtakatifu Bwana Mungu Mwenyezi, aliyekuwako na aliyeko na atakaye kuja. Na hao wenye uhai wanapompa yeye akaetie juu ya kiti cha enzi utukufu na heshima na shukrani, yeye aliye hai hata milele na milele juu ya kile kiti cha enzi, nao humshuhudia yeye aliye hai hata milele na milele, na uzitupa taji zao mbele ya kile kiti cha enzi, wakisema, umestahili wewe Bwana wetu Mungu wetu kupokea utukufu na heshima na